الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعلنا ملتبسا علينا فنضل. وبعد. Ikhwani fillah, tuko hapa leo kwa ajili ya kusoma hadithi za kipenzi chetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo zimekusanywa katika kitabu kinachoitwa Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin, ambacho mtunzi wake ni Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ni kitabu kitakatifu kabisa. Ni vizuri ukawa unakirejea tena na tena katika kusoma, kwani ndani yake kuna faida nyingi. Na kwa kuendelea, ikiwa leo ni tarehe 27 mwezi wa kwanza 2025 sawasawa na mwezi sita Rajab, kwa tunakaribia kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tarehe inaijua, lakini nataka tukumbushane na sisi tulobakia vipi tumekumbuka. Kwa mara nyingi kupenda kuona kwamba na wenzangu nao wanamtajia. Na tuko bado katika mlango wa pili katika kitabu hichi ambao unasema babu tauba, mlango wa toba, mlango wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya matendo mema na kuacha na kukimbia kabisa haramu na madhambi. Na tuko katika hadithi ya 22, hadithi ambayo hii kuna simulizi ya maelezo ya sahaba wa Mtume ambaye anaitwa Ka'b bin Malik, ambaye anaelezea katika maelezo yake kumwelezea mtoto wake na wengine kwamba yeye alibaki nyuma katika kwenda katika vita vya Tabuk. Vita vya Tabuk hivi hakwenda, na anajielezea kwamba kwa nafsi yake kwamba hakuwa na sababu ya msingi ambayo imfanye asiweze kufika katika vita vile vya Tabuk. Na kipande ambacho tumekisoma kaelezea baadhi ya vitu ambavyo anaviona yeye ni vya thamani sana, kama alivyozungumza Aqaba ya pili kwake yeye, anasema ilikuwa ni kubwa na nzuri mno kuliko hata Badr. Haizo vita vya Badr vilikuwa ni vyenye kutajwa sana na kuzungumzwa sana. Hilo ni katika maelezo yake, lakini pia katika maelezo yake ikaeleza ambacho inawezekana sisi katika jamii yetu na sisi wenyewe inatutokezea. Kuna ile itafanya kesho, muda bado ninao, ili jambo nimekusudia niliazimia kulifanya. Kwa hiyo muda unarefuka, na yeye alikuwa anacho kitu kama hichi, anasema nitajiandaa. Kwa hiyo anatoka anarandaranda, baadaye anarudi hajajiandaa, anatoka tena anaranda, baadaye anarudi hajajiandaa, mpaka watu wakaazimia kuondoka katika vile kuelekea Tabuk. Mtume na maswahaba wake wakaondoka, bado yeye yuko, na mimi nitakwenda, na mimi nimo. Kwa hiyo jambo hili lipo katika baadhi yetu au sehemu kubwa yetu kwamba nitafanya kesho inshallah, Mungu akinipa nafasi nitafanya. Na hii ni hatari mno, maana inasababisha mambo mengi ya kheri kupita. Kwa hiyo unatakiwa muazimie jambo na kulifanya, hata ikiwa katika uzito wa namna gani, kwa sababu hivi vita vilikuwa katika hali ya uzito, anasema jua kali mno. Kwa hiyo maswahaba pamoja na jua kali walitoka kwa ajili ya kwenda kupigana katika vita. Kwa hiyo hata katika uzito gani, mfano umechoka, umerudi pengine saa 7 mchana, umerudi
ukilala na asili hiyo, pamoja na uzito ule uliokuwepo na usingizi, unatakiwa uinuke hivyo kwa ajili ya kwenda kuswali swala ya asili. Kwa hiyo nilizungumza kwa sababu ni katika jambo ambalo vile vile humu limezungumzwa, lakini vile vile nilizungumza baada ya yeye sasa watu washaondoka, yeye kabaki akajaribu kutoka mitaani, lakini alipotoka mtaani aliingiwa na huzuni kubwa kabisa, kwa sababu hakuna mtu ambaye wa kumwiga. Watu waliobakia ni wale ambao ni madhaifu, pengine mafakiri au wagonjwa, walemavu, na watu wengine ambao walibakia ni wale ambao anasema walikuwa wanatuhumiwa kwa unafiki. Kwa hiyo jambo hilo lilimtia huzuni. Maanake tendo hili, maanake unatoka unaangalia watu na unasema ndani kumbe hakwenda, ndani kumbe hakwenda. Watu wale imara kabisa wanasema basi mambo gani ndani je, na wewe unakuwa imara. Lakini kila ukiangalia unaona kumbe nimebakinia tu, watu wote wametoka. Kwa hiyo vile vile alielezea na nilimtia huzuni. Kwa kuendelea leo hadithi tunaendelea katika ukurasa wa 22, anasema hata jitu, mpaka pale nilipokuja, falamma sallamtu tabassum mughdab, mpaka nilipokwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa tunazungumza Mtume sasa kasharudi vitani. Kwa hiyo aliposikia ile habari, maana alikuwa anasema nikamwambia ukweli, nikamwambia uongo, lakini mwisho wake akasema akaamua aseme ukweli. Sasa wakati anayemwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsalimia, asema alipomsalimia nikamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anatabasamu, tabassuma mughdab, yani kutabasamu kwa hasira, anatabasamu lakini kama kakasirika na muona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kisha akasema Mtume, ta'al, njoo, njoo. Fajitu amshi, nikawa nakwenda kwa miguu, hata jalastu, mpaka nilipokaa baina yadayhi, mbele yake, kaenda mpaka nikakaa mbele yake Mtume. Faqala li, basi Mtume akanambia, ma khalafaka, kitu gani kilikubakisha, jambo gani likusababisha wewe ukabaki usije vitani? Alam takun, kwani wewe hukuwa karibta hata barak, umeandaa kipando chako? Kwani si ukoshaandaa kipando chako? Imekuwa sasa kujaja vitani? Qala, akasema kuntu, nimesema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inni wallahi, hakika yangu mimi ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, lau jalastu inda ghairi, laiti kama nitakaa kwa asiyekuwa wewe, nitakaa min ahli dunia, katika watu wa dunia, nitakaa mbele yako, la raaitu anni saakhruju min sakhatihi bi'udhr, kwa hakika ningeona mimi ningetoka kwa mtu huyo ndani ya hasira zake kwa udhuru tu. Yani laiti kama nitakaa mbele ya mtu yoyote wa dunia, lakini asiyekuwa wewe, akaniuliza swali kama hili, kwa nini kutoka hujaja pamoja na sisi, basi mimi ningekuwa na jawabu la kumpa, na ningeondokana na hasira zake huyo mtu, lakini mtu huyo asiyekuwa wewe. Lakini mwingine yote duniani, basi ningempa sababu ambayo ingenifanya mimi asinichukie. Kwa nini anasema hivyo? Anasema laqad urditu jadala, kwa hakika mimi nimepewa mjadala, yani ana uwezo wa kujadiliana na wewe mpaka kukubalia, ana uwezo wa kujadiliana na wewe mpaka kukubaliana na kutengenezea hoja moja baada nyingine, mpaka mwisho pale unaridhika, kweli sasa nimekubali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna min al-bayan la sihr, kwa hakika katika bayan, kama mtu anapewa fasaha, kuna uchawi ndani yake. Yani kama mtu anakunyoshia maelezo utahisi ananoga,
tunamkubalia, tunasema hivi mwali nimekubalia. Yule kakushinda kwa hoja, kwa kunyoshea maelezo. Na haya ndio baadhi ya watu wanaokuta katika mambo ya utapeli na mfano. Kwa hiyo hili Mtume amelithibitisha kwamba katika ubainifu, mtu anapewa ulimi mzuri anakuroga kabisa, ukitaka usitaka. Sema mimi yule mkenda pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu yoyote akenda akipewa maneno ya Mtume analainika, utabaki ile ubishi wake. Anakuja mtu Walid bin Mughira, babake Khalid bin Walid, alikwenda kwa Mtume na nguvu zote na kutaka kumuonyesha Mtume, lakini Mtume alimnyoshia maelezo. Akarudi kwa wenziwe wale Makuraishi, akamwambia jamani, yule Muhammad mwacheni na kazi yake endelee nayo. Akamwambia sisi tulikuona ulivyokuja, uso ulioendea tofauti na uso uliorudi nao. Ulienda ile kwa jazba, lakini umerudi baridi. Kwa hiyo yote ni katika bayani. Kwa hiyo anasema mimi yote katika watu wa ardhi ningekutana naye basi singekasirisha pia, kwa sababu mimi nimepewa jadala. Lakini mimi wallahi napo kwa Mwenyezi Mungu, laqad alimtu, kwa hakika ninatambua, la in haddathtuka al-yawm, laiti kama nitakuelezea leo hadithi, maelezo yako kadi ya uongo, laiti kama nitakwambia uongo, tawwa bihi anni, maelezo ambayo ili kuniridhie mimi, laiti kama nitakudanganya, la yushakanna, basi inatarajiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, la yushakanna Allah, inatarajiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yuskhituka alayya, kupata mimi hasira zako kwangu. Yani tapata hasira zako tu, maana utanijua tu, utanijua kwamba wewe bwana usimbabaishe kama mzee kwa mwanawe. Kidogo pale naeleza vya wewe nimezaliwa mwanzo bwana, wewe unaniambia nini? Maana nikipita pale alafu kwa bibi basi kwa nini? Naambia tulia. Wewe mdanganya kwa mtindo kama. Na wa in haddathtuka, na endapo kama nitakuelezea hadithi sidqi, basi maelezo ya ukweli, kama laiti nitakwambia ukweli, tajidu alayya fihi, ambayo utayapata kutoka kwangu mimi, inni, hakika yangu mimi, la arju fihi, nataraji kupitia maelezo hayo mtoatoa ya ukweli, Allahi azza wa jalla, kupata mwisho mwema kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Laiti kama nitakwambia ukweli, basi naamini Mwenyezi Mungu atanipa mwisho mwema. Kwa hiyo hapa tunahimizwa tushikamane na ukweli, kwa sababu ule ukweli mwisho utakuja kukusaidia tukitaka usitaki. Haidhuru pale unahisi pale nitaokoka hapa kisema uongo, pengine kisema uongo, sinasema uongo tu mara moja, unahisi nitaokoka, lakini utaokoka pale. Je, baada ya kutafutani kidhihirika kama maelezo yanasema ya uongo, je, utaokoka? Lakini wewe jilazimishe na ukweli. Wasema ukweli hajapokuwa unauma, wewe sema ukweli. Kwa hiyo anasema mimi nikisema ukweli, kwa ukweli wangu huu nataraji kupata mwisho mwema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, na kwa Mwenyezi Mungu, ma kana li min udhurin, mimi sikuwa na udhuru wa aina yoyote. Sikuwa na udhuru, si mwina jino, si mwina mkono, sio kama sina kibado, sio kama sina vifaa vya vita, vyote hivyo na sina udhuru wa aina yoyote. Wallahi ma kuntu qattu, na kwa Mwenyezi Mungu, mimi sikuwa hata mara moja hakuwa ni mwenye nguvu ya kimwili, wala aisaru, wala sikuwa mwepesi kwa maana ana zana za kivita nazo, kama alivyosema ana farasi wanafika wawili, na chakula cha safari anacho, kwa anavyo vyote. Wala aisaru minni, wala mwepesi zaidi kuliko mimi, hii natakhallamtu anka, wakati ambapo nilipobaki nyuma ya kwamba sikuwa safarini na wewe katika vita. Qala, akasema, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
akasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimshukie juu yake, amma hadha faqad sadaqa, ama huyu amesema kweli. Maana walikuwa watu wanakwenda kutaka uhuru kwa mtume, mimi nilikuwa hivi, na tumetaja watu kama 80 wanataja mimi nilikuwa hivi, lakini yeye akajilazimisha kusema kweli. Anasema amma hadha, ama huyu faqad sadaqa, huyu amesema kweli. Faqum, basi simama, hebu simama, hatta yaqdi Allahu fi, mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu jambo lako. Kwa hiyo mimi hapa sina jibu la kukupa, kwa vile wewe umeamua kusema kweli, basi tusubiri amri ya Mungu, tusubiri amri ya Mungu. Wasara rijalun min bani Salima, basi wakawa wanakwenda watu wa Bani Salima, wakawa wanamfuata huyu Kaab. Faatba'uni, wakawa wananifuata mimi. Faqalu li, wakawa wananiambia, wallahi, na kwa Mwenyezi Mungu, maalimnaka, sisi hatukutambui wewe, adnaba dhamban, mwenye kufanya kosa. Hatukutambui kwamba wewe ni mkosaji. Kabla ya jambo hili, wewe tunakujua ni mtu mwema, unafanya mema, una unafiki ndani yake, wewe ni mtu mzuri. Hatukutambua katika kwamba wewe unafanya makosa kama haya. Lakad hajasta, basi kwa hakika umeshirikwa wewe, fi alla takuna i'tadhabta, kwamba uwe ni miongoni mwa wale watakaotoa udhuru. Maana wenzako wameenda kutoa udhuru, wakasema, wakavunga pale maneno ya Kiswahili, wakaondoka. Wamevunga kwa mtume, wakaondoka. Ilikuwa na wewe vunge pale, utafute maneno, uondoke, utoe udhuru. Kwa nini ukasema kweli? Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimshukie juu yake, bima atadhara ilayhi mukhallafun, kwa namna ambayo wametoa udhuru wao wale wengine ambao wamebaki nyuma. Kwa na wewe uwe miongoni mwa hao wanatoa udhuru. Onyesha udhuru, sio kunyosha maelezo kama hiyo. Faqad kana kafika, kwa hakika ilikuwa inakutosha wewe, dhamba, ili kosa lako. Ili kosa lako kwa kutosha vipi? Istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutakiwa msamaha na mtume, kwa sababu wenzio walikuwa wanakuja wanatoa udhuru, mtume anawatakia msamaha kwa Mwenyezi Mungu, anawatakia msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wewe kwenda tosha, una haja kusema vile ulivyosema. Naam. Qalu, akasema, fa wallahi, basi mnaapa kwa Mwenyezi Mungu, mazalu, hawakuacha yuadnibunani, wakinipa maelezo, wakinielezea bwana hivi na vile, hata aradtu, mpaka nikakusudia, an arjia, nirejee kwa mtume, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume Mwenyezi Mungu rehema na amani zimshukie juu yake, fa ukadhiba nafsi, ili nipate nikasema uongo kwa ajili ya nafsi yangu. Maana simdanganya mtume, najidanganya mimi mwenyewe. Mpaka maana kwa wananiambia inawezekana. Imekuwa kama wanafunzi na wanapofanya makosa wakashajishana, nitasema hivi, kama pia teacher hivi, fanya hivi, wanachocheana. Yaani wanataka ile wamdanganye mwalimu au wamdanganye mzazi. Mpaka kukusudia mimi nikabadilishe maelezo, nikasema uongo. Thumma qultu lahum, kisha kawaambia wao, hal laqiya hadha ma'i min ahadin, je, swali kama hili lililonyosha mimi maelezo haya, kuna yoyote mwingine lililomkuta? Akaenda akasema ukweli kwa mtume kama alikuwa hana udhuru wowote, alafu akaambiwa basi wewe jambo lako tunamwachia Mungu. Qalu, wakasema naam, ndio. Laqiyahu ma'aka, wamekutana na jambo hili rajulani, watu wawili. Qala wamesema, mithla ma qulta, mfano ulivyosema wewe. Watu wawili wameenda kwa mtume kama ulivyosema wewe, na wamesema hivyo.
Waqila lahuma, na wao wakaambiwa hao wawili, mithlu ma qila, kama hivyo kwamba basi wewe nenda subiri amri ya Mungu tuone itakuja kuhusiana na wewe. Wana hao wameambiwa. Qalu, akasema kuntu, nimesema, man huma, ni nani hao wawili? Qalu, wakasema Murara ibn Rabi', wa kwanza anaitwa Murara ibn Rabi' al-Amri, wa Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Hao wawili na wao watatu. Kwa hiyo hapa tuwajue na hasa vijana wahifadhi haya majina ambao Allah subhanahu wa ta'ala baadaye amekuja kuwataja katika Qur'an, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amepokea toba ya mtume wake kuhusiana na watu watatu hawa, ambaye wa kwanza Jawad anaitwa nani? Wa kwanza Athabalain, kwa zonafika wa mwanzo kabisa tunaanza naye na kisa hicho, anaitwa nani? Hata huyo rafiki yako hana msaada na wewe. Wa kwanza tunamzungumza hapa anaitwa Ka'b bin Malik. Haya, Ka'b bin Malik. Wa pili nani? Wa pili nani? Sheikh Ali Hilal ibn Umayya. Wa pili anaitwa Hilal ibn Umayya, na wa mwisho Murara ibn Rabi'. Kwa hiyo hawa watatu vijana ni muhifadhi hawa, wametajwa hawa baadaye toba yao imekubaliwa na wakatajwa ndani ya Qur'an. Wa kwanza anaitwa Ka'b bin Malik, wa pili nani? Murara ibn Rabi', na wa mwisho Hilal ibn Umayya. Kuna hao wameenda kueleza kama alivyoeleza mtume wetu, kama alivyoeleza Ka'b bin Malik mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala, akasema fadhakaru li rajulaini, basi wakatajia mimi watu wawili, salihaini, wema. Hawa watu wawili waliotajia ni wema. Kaidi shahida, kwa hakika hawa wawili wameshuhudia Badran, vita vya Badri, wao walikuwa katika vita hii. Fihima uswa, hawa wawili kunapatikana ndani yake kigezo. Kwa hiyo kumbe kuna watu wa kigezo chao, watu kama watu wema, kidogo wakapata moyo. Qala famadaitu hina dhakaruhuma li, nikaenda wakati walipotajia mimi watu hao wawili. Baadaye anaelezea Ka'b bin Malik, anasema wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na amekataza mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimshukie juu yake, al-kalamina, kuhusiana na watu kuzungumza na sisi. Mtume akasema sasa nataka hawa watu watatu watu wasizungumze nao. Akija barazani, kaeni kimya au ondokeni kabisa, msizungumze nao kabisa. Wanasema nini ile vikwazo vya nini ile vikwazo vya kiuchumi na sio uchumi ile na kila kitu. Wameambiwa msizungumze nao, na hii hatari, na amri hiyo inatoka kwa Mtume. Wanaambiwa maswahaba tena hao kama hata wanakupenda wanaambia wewe hatuzungumzi nawe, na tutakuja ayuha thalatha, enyi watatu, min baini man takhallafa, kati ya wale ambao wamebaki nyuma, katika wale watatu ambao wamebaki nyuma, basi wasizungumze na watu wasizungumze nao. Qala, akasema fajtanabna nasu, watu wakajitenga na sisi. Au qala, au akasema taghayyaru lana, wametubadilikia kabisa. Wametubadilikia sasa kama hawatujui. Hatta tanakkartu li fi nafsi al-ardh, mpaka nikaichukia mimi ile ardhi yenyewe, nikaichukia. Jamaa wametubadilikia kabisa. Wanasema vijana toka wamebadilika. Amri ya Mtume hao usizungumze nao.
na hawajazungumza. Fama hiya bil ardi, anasema hii haikuwa ile ardhi allati a'rifu, ambayo najua kwamba tulikuwa naishi na watu vizuri, tunasalimiana. Naona jamaa, yani nahisi kama niko ardhi nyingine, mji mwingine, nchi nyingine, kama hawanijui vile kabisa. Falabithna, basi tukakaa ala dhalika, katika hali hiyo 50 lailatan, kwa muda wa siku 50 tumekaa katika hali hiyo, watu hawazungumzi na sisi. Fa amma sahaba, ama wale rafiki zangu wawili, Murad ibn Rabi wa Hilal ibn Umayya, hawawili fastakana, wao wamechoka, wameshindwa, wamechoka. Waqala, na wakakaa fi buyutihima, ndani ya majumba yao, yabkiani, wanalia tu, wanalia. Yeye kichwa, sitaki kusema kichwa kigumu, lakini yeye ndio alikuwa anaingia mitaani, anasema mimi mambo wasta, mimi naingia huko japo watu hawatazungumza nami. Hawazii wanalia tu, jambo kubwa limefika, jamii imewateka kabisa wanalia tu. Wa amma ana, anasema ama mimi, fa kuntu ashubba alqawm, nilikuwa mimi najichanganya na watu pembeni, nimo. Wa ajladahum, na najadiliana nao, haidhuru wananikwepa, lakini mimi nimo, nauliza umeamkaje, vipi, hali inaendeleaje, watu kimya, lakini nimo na mimi sikuvunjika moyo. Wa kuntu, na nilikuwa akhruju, ninatoka, fa ashhadu as-salah, naenda kuswali, naenda msikitini kuswali kabisa, baal muslimina, pamoja na Waislamu, na mimi naenda kuswali. Wa atufu, na nazunguka fil aswaki, masokoni mule, sehemu za biashara nazunguka, angalau watu wazungumzishe si habari nzuri. Wala yukallimani ahad, kwa bahati hakuna hata mtu anayezungumzisha. Watu wote wanasema, vijana wanasema umekula miti kabisa. Wewe, sisi na wewe hatutaki kabisa story na wewe. Waati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na nikawa namwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa usallimu alayhi, nikawa namtolea salamu, najaribu kumtolea salamu. Wa huwa fi majlisihi baada salah, na yeye amekaa katika kitako chake baada ya kumaliza kuswali, namtolea salamu, assalamu alaykum ya Rasulullah, namtolea salamu. Fa aqulu, basi kusema fi nafsi, ndani ya nafsi yangu, hal harraka shafataihi, ye Mtume ametikisa midomo yake miwili, biraddi salam au amla, kwa kunijibu salamu yangu, au hakurejesha? Maana kafanya hivyo Mtume anajiuliza maana ndani ya nafsi yake. Thumma usalli qariban minhu, kisha nikawa naswali karibu naye, najipendekeza, nataka nisikie habari njema. Qariban minhu, wa usariquhu nawar, na huwa naiba kwake yeye mtazamo, na chungulie Mtume vipi, naye ataniangalia, mnafanya vitu kama hivyo. Fa idha aqbaltu ala salati, basi pale ambapo sasa ninapoiendea swala yangu, ninaposwali, nadhara ilayya, huniangalia. Maana anamuonea huruma sallallahu alaihi wasallam, anamuonea kijana huyo ndio kafanya hivi, anamwangalia. Lakini pale hivi akija mbele, Mtume anageuza uso, tena unagezua uso na Mtume, balaa kubwa hilo, balaa kubwa limekukuta. Fa idha tafattu, basi pale ninapomwelekea na kwa upande wake, a'rada anni, yeye ugeuza kabisa uso na ugeuza, ukimwangalia yeye uso, macho yake yanaangalia huku, anaangalia hapo, lazima ujisi kwa vibaya. Mtume anakugeuzia macho, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatta idha tala dhalika alayya, mpaka liliporefuka jambo hilo kwangu, Waislamu hawataki kuzungumza na mimi. Mashaitu, nikawa nakwenda, hata tasawwatu,
mpaka nikawa na rambaza jidara hadithi Abi Qatada, katika ukuta wa nyumba ya Abu Qatada na rambaza na mtabika. Huyo Abu Qatada ni mwenzangu mimi, kwa hiyo kama na rambaza. Wa huwa ibn ami, na huyu ni mtoto wa ami yangu, wa ahabbu nasi ilayya, na ni miongoni mwa watu ninawapenda zaidi. Fasallamtu alayhi, basi nikamtolea salamu, assalamu alaykum ya Aba Qatada, na kusalimia salamu zilizopewa Abu Qatada. Fa wallahi, basi na hapa Mwenyezi Mungu anasema ma radda alayya salam, hakunirejeshia salamu kabisa. Fakultu la, basi nikawa ninamwambia yeye, ya Aba Qatada, ewe Abu Qatada, anshuduka billah, nakuapia kwa Mwenyezi Mungu, hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alayhi wasallam, wewe unanifahamu mimi kwamba mimi nampenda zaidi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sio unajua hiyo? Fasakata, anazungumzia vile akanyamaza. Faumtu, nikarejea tena kumwambia. Faanshatuhu, nikawa ninamwapia tena. Fasakata, akawa ananyamaza. Faumtu, fanashatuhu, nikarejea tena ninamwapia. Fabara, akanambia. Tizama bwana, sikiliza, isiyo tatizo. Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mjumbe wake wanajua kama wewe unampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mungu ndo anajua, mimi sitambui hilo, mimi sitambui. Fafadat aynaya, basi hapo macho yangu yakabubujikwa na machozi. Mwenzangu huyu anamdania vipi? Yanabubujikwa na machozi, macho ya kama mali. Watawallaitu hatta, na nikaondoka mpaka tasawwatu, nikawa na rambaza aljidar, kule ukuta. Fabaina ana amshi fi suq al-Madina, tahamaki pale nipo natembea katika soko la Madina. Idha nabti min nabti ahli Sham, tahamaki mkulima miongoni mwa wakulima wa Sham, mkulima wa Sham. Min man kalima min ta'am, miongoni mwa wale ambao wamekuja na chakula pale Madina. Yabiu bil Madina, anauza chakula katika mji wa Madina. Yakulu, anasema man yadullu ala Ka'b bin Malik, nani atanijulisha Ka'b bin Malik? Ka'b bin Malik nani? Nani atanijulisha? Huyo anatoka Shamu, mfanya biashara, mkulima, atanijulisha Ka'b bin Malik. Fatafika, watu wakaanza, fatafika nasu, watu wakaanza yushiruna lahu, wanamwashiria yeye ilayya kwa mimi. Hatta jaani, mpaka aliponijia. Fadafa ilayya kitaban, akatoa akanipa mimi barua, kanikabidhi barua kama barua. Min Malik Ghassan, kutoka falme za Ghassan, kutoka kwa mfalme wa Ghassan, barua ya mfalme. Wa kuntu, na nilikuwa mimi katiban, ni mwandishi, kwa hiyo nilikuwa naweza kusoma, haikusumbue ile barua, mimi nikaisoma. Fakaratuhu, nikaisoma ile barua. Faida fihi tahamaki, imeandikwa ndani yake amma baada. Fa innahu, kwa hakika kadibalagana, imetufikia habari anna sahibaka, kwamba rafiki yako, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadichafaka, amekuacha, amekususa, amekuacha tu hujijui wewe, amekususa. Walam yaj'alka Allah, na wala Mwenyezi Mungu hajakufanya wewe bidari hawan, kwamba wewe katika hii dunia kwamba ni dhalili. Sio na wasiwasi wewe, si tupo wala mabia wala mwenye kutabika. Huyu rafiki yako kwa kuacha mkono huyu, Mwenyezi Mungu atakujalia hivyo wewe.
falhaq bina nuwasika, basi ungana nasi tukuliwaze, ungana nasi tukuliwaze. Hii imekuwa kama ile habari ya kipindi kidogo aliyotoa Edward Snowden katika taarifa zile za Marekani, majasusi wale Warusi wakamwambia John Snowden kutukue, hao bwana atakuwa Joe kae na sisi. Sema mpaka leo yupo ambaye ni huyu ni jasusi la Kimarekani, akafundisha habari, kaambia Joe usikae nao, wanasema mpaka leo. Kwa hiyo watu wanamwambia Joe kaa na sisi tutakuliwaza. Fakultu, nikasema hina taratuha, wakati nilipoisoma ile barua, wa hadhihi ayman min albala, na hili sasa balaa nyingine. Huku watu washasusa mtume sijui ndio kama anamitikia salamu zako. Sasa na hivi naletewa hichi, niende kwa falme huko akaliwaze, ili sasa balaa nyingine jipya. Fatayamamtu biha tanur fasajatuha, anasema nikaitia kwenye moto nikaichoma. Kwenye moto nikaichoma. Sishughulishe sema sitafutie balaa nyingine. Mimi haya nimefanya lillahi ta'ala, nimefanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu Bwana. Kwa hiyo hawa watamtafutia balaa nyingine. Hata idha mabat 40 min 50, mpaka zilipopita siku 40 katika zile 50, zikafika siku 40. Wastalbata wahyi, na ukaja wahyi, idha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, taamaki mjumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yani mtume kamtuma mtu mwingine, kamleta mjumbe. Yaatini ananijia mimi mjumbe wa mtume. Faqala, akanambia, inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimshukie juu yake, yaamuka, anakuamrisha wewe, anta'tazila mra'atak, umwache mkeo. Vipi? Ndio ile ya jamii ile haikutosha, maana jamii inakuwa na wewe, at least ukirudi nyumbani unapata kiliwazo. Sema basi usiwe na wasiwasi, naye unakuwa na huyo mkeo huyo akae mbali na wewe kabisa. Fakultu, nikasema utanipoa, nimpe talaka amadha afal, au nifanye nini? Akasema qala la, akasema hapana, bali itazalha, bali kana imani, itenge naye, usimpe talaka, itenge naye. Fala taqribannaha, na wala usimkaribie, itenge naye. Wa arsala ilayya sahibayya bimithli dhalik, na wale wenzangu wawili wakatumiwa ujumbe ule kama nilivyotumiwa mimi, na wakawa hivyo. Fakultu, nikasema limraati, kumwambia mke wangu, ilhaqi bi ahlika, hebu kaungane na jamaa zako, nenda kwa familia yako, fakuni indahum, kaa huko kwao, hatta yakudhi Allahu fi hadha al-amr, mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alete hukumu ya jambo hili, mpaka Mwenyezi Mungu alimalize jambo hili. Nenda nyumbani. Sisi hapo naomba nenda nyumbani, nasema nyumbani hakuna msosi. Kiwango hebu weekend ngapi? Una miezi mingapi nenda? Hebu nenda nyumbani katembee kidogo. Umeunamia. Akasema nenda, akala huko nakaa wiki moja unajipaka bwana. Wewe subiri, endelea, nitakupigia simu. Unasema mambo mabaya, lakini anakuwa nenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, rudi nyumbani karibu. Ilhaq bi ahli. Fajaat imra'atu Hilal ibn Umayya, akaja mke wa Hilal ibn Umayya, akamjia nani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
akamjia mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimshukie juu yake. Kwa hiyo mke wa Hilal ibn Umayya akamfuata Mtume. Kwa nini anamfuata? Faqalat la, akamwambia mke anamwambia Mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inna Hilal ibn Umayya shaykhun dha'i'un, hakika huyu Hilal ibn Umayya ni mtu mzima, amemalizika kabisa, hana kitu. Laysa lahu khalid, na vile vile hana mtumishi, hana, maana mimi ndo mhudumikia kila jambo na yeye mtu mzima. Fahal takrahu an ahdumahu, je, itakuwa vibaya mimi nikimhudumia huyu kwa vile mtu mzima? Qal, Mtume akasema la, hapana, si vibaya, lakini la yakrabannak, asikukaribie muhudumie kwa vile mtu mzima, lakini asikukaribie. Faqala, akasema mama yule, innahu wallahi, hakika yeye huyo mume wangu na kuapia kwa Mwenyezi Mungu, ma bi min haraka, hana harakati yoyote, hana kitu ila shay'in, juu ya jambo lolote hawezi kitu. Wallahi wa wallahi, na nakuapia kwa Mwenyezi Mungu, mazala yabki, hakuacha kulia, mundu kana min amrihi, toka lilipokuwa jambo lake, ma kana ila yaumihi hadha, mpaka siku yake hii, mpaka leo yuko hivyo tu, analia tu, hawezi kitu, katekwa, Mtume kamwacha, jamii imemwacha, analia tu, hawezi jambo lolote. Faqala li ba'du, anasema Kabu sasa, faqala li ba'du ahli, wakanambia mimi baadhi ya watu wao, jamaa zao, law ista'adhanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laiti kama utamtaka ruhusa mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimshukie juu yake, fi imraati, kuhusiana na mkeo. Vipi kuhusiana na mkeo? Vipi? Faqad adhina limraati Hilal ibn Umayya, kwa hakika Mtume ametoa ruhusa kwa mke wa Hilal ibn Umayya an akhdumahu, amtumikie. Mtume katoa ruhusa, na wewe fanya hivyo basi. Fakultu la, nikamwambia hapana, siwezi kufanya hivyo, siwezi kabisa, la, hapana, siwezi kufanya hivyo. La asta'dinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwezi kumtaka ruhusa Mtume katika jambo hilo sallallahu alaihi wasallam. Wama yudhirini, na kitu gani kitanijulisha mimi, madha yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nini atanambia mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimshukie juu yake, idasta'dhantuhu fiha, mtaka ruhusa katika swali hilo. Wa ana rajulun, na mimi ni mtu shabun, bado ni kijana na nguvu zangu, siwezi kufanya hivyo. Mtume atakuja kunambia siwezi kabisa. Falabithu, basi nikakaa bidhalika, katika hali hiyo, ashur layali, kwa muda wa siku 10, katika hali hiyo kwamba nimetegwa na nimetengana na mke wangu. Fakamula lana 50 lailatan, basi katimia kwetu siku 50 kamili kabisa. Min hini, toka kile kipindi, nuhiya an kalamina, watu walipokatazwa kuzungumza na sisi, zimetimia siku 50. Na thumma, anasema kisha, swallaitu salat al-fajr, nikaswali swala al-fajr. Kaabu yanaelezea, nikaswali swala al-fajr sabaha 50 laila, asubuhi ya ile siku ya 50, ala dhahri baiti min buyutina, katika nyumba miongoni mwa nyumba zetu. Niliswali nyumbani wakati. Fabina ala dhahri min buyutina, fabayyana ana jalis, basi pale nilipokuwa nimekaa, ala hali, katika hali ile ndio nimekaa mwenyewe nishamaliza kuswali, allati, ambayo dhakara Allah ta'ala min,
ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, kwamba ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameitaja kwamba hawa waliishi katika hali ambayo ni ngumu mno ya kutekwa. Ameitaja kad waqat alayya nafsi wa waqat alayya amri, nafsi yangu ilikuwa katika dhiki kubwa na ardhi ilikuwa katika dhiki kubwa kwangu mimi, bima rahubat, ingawa ile ardhi ni pana, lakini mimi naiona duchu kwa yale yaliyomkuta. Ardhi pana lakini naiona duchu ndogo. Sami'tu sauta, nimesikia sauti, swarihun, ya mtu anaopiga ukelele, sauti kubwa nimesikia. Au fa'ala sana, amepanda juu ya kilima cha Salama, juu amepanda. Na hii wanasema hizi maana kuna taarifa hapa zinatolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hizi taarifa zilizotolewa ni nzuri, taarifa nzuri. Kwa hiyo wale maswahaba, kila mmoja aliposikia ile taarifa alikuwa ana hamu ile taarifa nzuri aifikishe yeye mwanzo kwa wale ambao wametekwa. Kwa hiyo wao wanatoka na farasi, alichukua punda. Mwingine huyu sasa yeye alitumia akili zaidi, alisema mimi huko nitakuwa sifiki na habari hii, nataka nifikishe mimi mwanzo. Akapanda juu ya jabali, akatoa bishara. Kwa hiyo watu walikuwa wanataka ile. Haya yote ni kuonyesha mapenzi ya maswahaba baina yao, baadhi ni baadhi, wao kwa wao wanapendana. Anasema yakulu, huyo anapiga ukelele, anasema bi'ala sauti, kwa sauti yake ya juu kabisa, ya Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Malik, abshir, furahi, tunakupa bishara njema, furahi. Fakharartu sajidan, basi niliposikia hivyo tu nikaporomoka nikasujudu. Niliposikia taarifa hizo nikaporomoka nikasujudu. Wa araftu, na hapo ndipo nilipotambua annahu, kwamba kadijaa farajun, kwa hakika faraja imekuja. Ile hali ile ngumu sasa hivi ishaondoka, imekuja faraja. Kwa maelezo haya mnawapata huko juu, abshir, faraja imekuja. Akaanguka chini akasujudu kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na hii ndivyo tunavyotakiwa taarifa nzuri kama hizi, kwanza kuzipeleka taarifa nzuri. Maana hapo tunafundishwa unatakiwa mtu kuwa na hamu ya kumfikishia mwenzio taarifa nzuri. Maana sisi tuna tabia baadhi ya wakati, usimwambie mpaka ile swali nzuri kama ile akwenda mkewe. Akwenda mkewe vipi? Mpaka hapo swali nzuri kama ile akwenda babake. Peleka taarifa, kuna ujira ndani yake, unaingiza furaha kwa mwenzio. Na hapa vile vile tunapata faida, kwa sababu huyu baada ya kupelekwa taarifa, tutaona baadaye mbele kidogo tu, anamvisha kitu, anamvisha kilemba. Maana na wewe unapoletewa taarifa nzuri, tia mkono mfukoni, fungua kipochi hicho, hisabu zile, mkabidhi huyo, mleteni taarifa. Sio asante sana, ambia subiri mingie ndani. Mkabidhi bwana, hizi taarifa kama hizi nzuri mleteni. Huo ndo tunapofundishwa, na wewe unatakiwa ukimbilie kupeleka taarifa nzuri. Mafunzo tunayapata. Kwa hiyo anasema jaa faraja, imekuja faraja. Faadhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas, akatangaza mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kwa watu, bitawbatillahi azza wa jalla, kwa toba Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa Mwenyezi Mungu amekubali. Alaina, kwetu sisi, hina salla, wakati tuliposali swala al-fajr. Kwa hiyo mtume ametutangazia sisi wakati tuliposwali swala al-fajr kwamba toba imekubaliwa ya hawa watu watatu, imekubaliwa. Baada ya kutangaziwa hivyo, ndio hapo ndio kusema maelezo ya mwanzo kwamba maswahaba wakatoka, kila mmoja anataka taarifa ipeleke yeye, ifike yeye, mpaka kila mtu ndio kama sasa hivi ndio kabisa unainua simu
na kupa taarifa. Kila ukipiga not reachable, huyu anazima simu inakuwaje? Nataka nipe habari nzuri. Kwa hiyo tuzipeleke. Hii haina tatizo kama tunafundishwa hapa, na ndio mafunzo yanapatikana katika hadithi hii miongoni mwa mafunzo. Kwa hiyo fadhahaba nasu, basi wakenda watu, yubashiruna na wanatupa sisi bishara. Fadhahaba qibalu sahibaya, wakaenda kwa upande wa wale wenzangu wawili, mubashirun, wabashiriaji, wakenda kutoa bishara. Warakaba rajulun ilayya, akaja mtu kwangu, farasan, hali ya kuwa amepanda farasi, wasaa sa'in, na akawa anakuja kwa mbio. Mara kuna yule anapiga kelele na kuna wengine anakuja kwa mbio kwenye farasi. min aslam qibali, kwa ule upande wa kulia anakuja. Salama na anakuja na taarifa zile kwa upande wa kulia. Wa arfa ala jabal, na mwingine yule aliyopanda juu ya nini? Jabali, anatoa kelele. Wakana sautu, na ilikuwa ile sauti asra, inakuja kwa haraka, min alfaras, kuliko hata yule farasi. Maana wengine wanakuja na farasi, wengine wanapanda, pia sauti inakuja kwa haraka. Falamma jaani, basi aliponifikia mimi, alladhi sami'tu sautahu, ambaye nimesikia sauti yake, yubashiruni, akinipa bishara njema. Nazatu lahu, nikavua kwa ajili yake thawbaya, ngoza mbili, nikavua kwa ajili yake. Fakasawtuma, nikampisha, nikavua nguo zangu nikampisha kwa furaha. Fakasawtuma iyahu, nikampisha bibisharatihi, kwa ile bishara njema aliyoleta. Wallahi, basi mnaapa kwa Mwenyezi Mungu, ma amliku ghayrahuma yawmaidhin, hakuna kitu ambacho nilikuwa ninakimiliki siku hiyo isipokuwa kitu hivyo. Wastaartu, basi nikaazima, maana nitakuwa sina kitu pale. Anasema nikaazima thawbaini, nguo mbili. Falabastuhuma, nikazivaa hizo nguo mbili. Wantalabtu, na nikaenda ataammamu, ninamkusudia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimshukie juu yake. Yatalaqani annas, watu wanakutana na mimi ninamkusudia mtume, watu njiani ile, mashallah, hongera, mashallah, hongera sana, Mungu amekubali. Mimi ninamkusudia mtume sallallahu alaihi wasallam. Faujan, makundi kwa makundi ya watu wanakutana na mimi. Yuhannibunani, wananipongeza, bitauba, kwa ile toba. Wayakuluna li, na wananambia mimi, tahannak, hongera sana, taubatullahi lak, taubatullahi alayk, kwa toba Mwenyezi Mungu kwako, hongera, Mungu amekubalia. Hatta dakhaltu almasjida, mpaka nilipoingia msikitini. Fa idha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jalisun, tahamaki, namuona mtume yule pale amekaa. Haulahu nnas, pembezoni mwake kuna watu. Faqama Talhatu ibn Ubaydillah, akasimama huyu Talha ibn Ubaydillah, akasimama radiyallahu anhu. Akasimama vipi? Sio kasimama hivi tu, kasimama manake anakuja kwa haraka, kwa mbio. Yuharwilu, anakuja kwa mbio. Hatta swafahani, mpaka kanipa mswafaha, mkono na kulikubatia. Yeye ukaja chapchap, akafanya hivyo. Fahannani, akanipongeza. Wallahi ma qama rajulun, na hapa Mwenyezi Mungu hakusimama mtu yoyote, minal muhajirina, katika wale muhajirina, wa ghayruhu, na wengineo. Fakana Ka'b, basi ikawa ile Ka'b, yani yeye ndo alisimama Ka'b. Mara wengine kama ile, unajua baadhi ya wakati mtu anakuwa kama anaona haya, ndio anakuwa vipi,
lakini mmoja yako na hata huyu nikamkumbatie. Mtume kisha tuelezea hapa, nende tukamkumbatie. Fakana Kaabu, basi alikuwa Kaabu la yansaha, hasahau kitendo kile li Talha, kwa yule Talha. Faqala Kaabu, akasema Kaabu, falamma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, basi wakati nilipomsalimia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qala, akasema, wa huwa, na yeye Mtume, yabruku wajhuhu min as-surur, uso wake unatoa mwangaza wa furaha. Na hiyo anasema ndio kawaida ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akifurahi basi ule uso wake unatoa nuru, unatoa mwangaza sallallahu alayhi wasallam. Akasema Mtume nini? Abshir bi khair, nakubashiria khair, nakubashiria khair. Yaum marra alayk, siku toka siku iliyopita kwako wewe, tokea waladat ummuk, siku ile ambayo amekuzaa. Leo kwa tendo hili la Allah subhanahu wa ta'ala kukubalia toba yako, basi hili ni jambo la kheri kubwa mno. Toka siku ile ambayo umezaliwa, hili jambo lilikuwa la kheri sana. Na yeye mwenyewe anasema vipi? Fakultu, nikasema, amini indik, hii inatoka kwako wetu ya Rasulullah, amini indillah, au inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ndio wetu umenisamehe, au msamaha huu unatoka kwa Allah? Qala, akasema, bal min indillahi azza wa jalla, bali huu unatoka kwa Allah ambaye ni azza mwenye nguvu, wa jalla na mtukufu. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimshukie juu yake, idha surra, anapokuwa na furaha, istanara wajhuhu, basi hung'ara uso wake, hutoa nuru ule uso wake anapokuwa na furaha. Hata mpaka kaanna wajhuhu, hufanana ule uso wake, itoatu kama kipande cha mwezi, kwa vile nuru kutoka. Wa kunna na'rifu dhalik min, na hilo huwa tunalifahamu kutoka kwake, kwamba Mtume akifurahi basi ule uso wake huwa unatoa nuru. Falamma jalastu baina yadayhi, basi nilipokaa mbele yake, qultu, nimesema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, inna min taubati, hakika kutokana na hii toba yangu, an akhla min mali, kutoa mali yangu. Kwa furaha hii ya toba yangu, basi naona mimi nitoe hii mali yangu. Sadaqatan ila Allah, hii ni sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii sadaqatan ila Allah, maana ni khalisatan lillah, ninafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa ila rasulihi, na kwa ajili ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutokana na maelekezo yake. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, amsika alayka ba'd malik, basi hebu zuia baadhi ya mali zako, fa huwa khairun lak, kwani kufanya hivyo itakuwa ni bora kwako. Toa kitu, lakini chengine zuia. Hadithi hii wanasema wanachuoni ina mafunzo mengi tena mno. Miongoni mafunzo kubwa kabisa kuonyeshwa hapa ni ahamiyatu taubatu lillah, umuhimu wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuna umuhimu mkubwa watu kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema vipi? Fatubu ila Allahi jamia, hebu rudini kwa Mwenyezi Mungu nyinyi nyote, ayyuhal mu'minun, mu'minin, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Basi tubuni. Lakini vile vile inaonyeshwa katika hadithi hii aidhamu amri al-ma'siyah, ukubwa wa jambo la kuasi, kwamba maasi sio jambo dogo, ni jambo kubwa kabisa. Kwa hiyo mtu usilione ni jambo la kawaida tu. Tizama hawa waliokuwa na nia za kweli kabisa, walivyotaabika katika maisha ya dunia tu, ardhi imekuwa ngumu kwao. Na wanachuoni wengine anasema, kama Hasan al-Basri anasema, tizama hawa waliotajwa katika swali hili,
hawakufanya dhambi la fahisha, hawakuiba, hawakuzini, hawakufanya madhambi makubwa yale, hawakufanya. Lakini tizama niwakuta hivi, ardhi imekuwa dhiki kwao, yaani kila kitu wanakiona kizito. Kwa hiyo kuonyesha ubaya wa maasi. Je, ukiwa unaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kuwa umekusanya maasi, utakuwa katika hali gani? Kwa turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini inaonyesha vile vile umuhimu wa kutoa bishara, kumpa mtu bishara njema ni jambo la umuhimu, manake watu wasijione jambo dogo. Lakini vile vile unaonyeshwa kwamba wewe ambaye ulioletewa ile taarifa unatakiwa na wewe utoe chochote kwa yule aliyekuletea ile taarifa, ili mtu kama huyu arejee tena na tena kukuletea taarifa nzuri. Kwa mujibu wa muda naona inatosha, tufikie hapa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqina wa faqina lana wa qarabat lana fi dinina ma ahli qudri wa dhakara رب وافقنا ووافق ربنا تطرق قولا في ذكرنا وصدق لا تدائما إلا اتياه لنا نقبل الخير وانفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شرور وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أنت أكرم الستار وصلاة الله تخشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصالح الكرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.